Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sajjad Salim Olotu almaarufu kama Kaibei. Kwenye tamthilia ya ndoa nimecheza kama mume wa Lisa, rafiki yake kipenzi kabisa Natasha, lakini pia nimeshiriki kama mchepuko wa Zawadi, lakini final choice wa Amanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu naitwa Abdulrazak Muhammad Mtauka, lakini jina la sanaa naitwa Mr. Tasha. Kwenye tamthilia ya ndoa mimi nimeigiza ni rafiki wa karibu sana wa Mr. Kaibei, lakini mbele ya safari huko nilimsaliti rafiki yangu na nikajikuta nimetembea na mke wake. Lakini pia nilikuwa na mpenzi wangu ambaye alikuwa anaitwa Amanda. Nilikuwa namsomesha chuo, alikuwa anasomea kozi ya sheria. Lakini huko mbele ya safari pia mambo yakazidi kuwa mengi na yeye mwenyewe akanisaliti mimi, akaenda kuanzisha mahusiano na rafiki yangu Kaibei. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina langu naitwa Lisa Gordon Rahia. Uhusika niliocheza katika tamthilia ya ndoa nimecheza kama mke wa Mr. Kai, lakini mchepuko wa Mr. Tasha. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum vipenzi vyangu. Jina langu naitwa Rebecca Boniface Wambula. Jina la usanii naitwa Amanda. Uhusika wangu kwenye ndoa nimecheza kama mwanachuo ambaye nilikuwa nasomea sheria. Pia mpenzi wangu ambaye alikuwa ni Tasha, baadaye pia nikaingia mahusiano na Kai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Waislamu assalamu alaikum. Jina langu naitwa Mshabaha Kachila Kayanda. Kwenye tamthilia ya ndoa nimeigiza kama kijana mbea hivi. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na kwa jina langu naitwa Steven Daudi, lakini kwa majina ya sanaa naitwa Black Noctus. Kwenye tamthilia ya ndoa nimecheza kama kibenteni wa ex wa Tasha. Kitu ambacho kilinivutia zaidi kuhusu usika wangu ni kushiriki kwenye tamthilia kama fursa ya kuelimisha vijana wangu kuhusu masuala ya ndoa, kwa sababu watu wengi wananifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, wanajua mimi ni mtu wa aina gani. Mimi ni mtu ambaye ni muumini sana wa kuzungumzia mambo ya mahusiano, masuala ya ndoa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilipopata fursa ya kushiriki kwenye tamthilia ya ndoa, mimi binafsi nilikuwa very interested, kwa sababu niliona kama hilo ndio jukwaa la kuwasilisha yale mawazo ambayo nao kichwani kwenda kwenye jamii na kuwaelimisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu unajua kwenye jamii yetu neno ndoa huwa lina ukakasi sana. Asilimia kubwa ya watu hususan Gen Z wanaamini kuwa ndoa ni maridhiano baina ya watu wawili kuishi kama mume na mke. Ila kiuhalisia ndoa ni maisha baada ya sherehe ya harusi. Na maanisha kile kitu ambacho mnaenda kukutana nacho baada ya ile sherehe ya harusi ndo ndoa. Hapo tunakutana na changamoto za ndoa sasa, kama mambo ya usaliti, mambo ya sijui leo mume amepata kesho amekosa mpaka mke anaamua kumsaliti na kwenda kutafuta nje. Lakini pia tunaona mambo ya visa na mikasa kwenye familia, migogoro kama hiyo. Hiyo ndo maana halisi ya ndoa. Kitu ambacho kilinivutia zaidi kuhusu usika wangu ni namna ambavyo story ilivyokuwa na run kwa upande wangu. Kwa sababu mwanzo nilianza kucheza usika mzuri ambao tunasema ni good character. Lakini story ilivyokuwa inazidi kuendelea mbele nikaja kubadilika, nikaja kucheza bad character. Kwa hiyo katika tamthilia moja nilicheza uhusika wa aina mbili tofauti. Kwa sababu ukiangalia mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye na hekima na busara na msupport sana rafiki yangu Kai. Lakini kufika katikati hapa nikaanza kumbadilika rafiki yangu baada tu ya kuanza kutembea na mke wake. Nikawa na msnichi. Lakini mbele zaidi huko uhusika wangu ukabadilika zaidi baada ya Kai kuja kumchukua mwanamke ambaye mimi nilikuwa nampenda na nimemsomesha kuanzia chuo ambaye anaitwa Amanda.
nikajikuta naanza kufanya vitendo vya ajabu sana ili kutetea penzi langu. Nikaanza harakati za kuanza kuteka watu, nilimteka mdogo wake na Mshabaha, lakini pia nilifikia hatua mpaka ya kuchukua bunduki naenda kwenda kutaka kumuua Kai pamoja na Amanda. Kwa hiyo ukiangalia ni uhusika mgumu sana ambao niliucheza, bad character. Kwa kitu ambacho nimekipenda kwangu ni kubadilika katika story. Kitu kilichonivutia zaidi kuhusu uhusika wangu kwenye tamthilia ya ndoa ni watu kwanza niliopewa nafasi ya kucheza nao. Kai na Tasha ni watu ambao nilikuwa na wish kucheza nao kwa muda mrefu, yani watu nilikuwa natamani kufanya nao kazi. Kwa hiyo siku ya kwanza nilivyoambiwa kwamba kuna tamthilia hii unatakiwa kucheza, lakini pia wahusika wa tamthilia hii watakuwa ni Kai na Tasha, nilifurahi sana. Kwa hiyo hicho ndo kitu cha kwanza kabisa kilichonifurahisha. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimenivutia kwenye uhusika wangu. Maana nimecheza ni binti fulani hivi msomi, najipenda mwenyewe, ni mrembo kama unavyoniona. Pia nilibarikiwa kuwa na mwanaume ambaye aliweza kunisaidia, akanisomesha, ambapo kwa maisha ya sasa hivi so rahisi kupata mtu ambaye anakusomesha chuo na hajakuoa. Mimi kitu ambacho kilinivutia kwenye tamthilia hii ya ndoa, hasa kwenye uhusika wangu, ni kupewa uhusika ambao sio maisha yangu. Unajua, nilivutiwa zaidi nilipoambiwa nicheze uhusika huu kwa sababu mimi sio vitu vyangu hivi. Sasa nikaa najiuliza nitawezaje, lakini kama msanii lazima nifanye kazi. Kwa hiyo hiki kilinivutia kwa namna ya kujitazama pia ili kuweza kucheza character tofauti tofauti. Kwa hiyo hii ilinivutia zaidi. Kwenye uhusika wangu kitu ambacho kimenivutia zaidi, kwanza mimi ni kijana. Unajua kijana maji ya moto, alafu nimecheza kama kibenteni, alafu kwa mtoto mkali. Kwanza kapo ikuwa nzuri sana. Kwa hiyo kitu hicho ambacho cha kwanza kabisa, nimefurahi kupata character ambayo mimi mwenyewe inaendana na umri wangu. Kwa sababu tulishaona vijana wengi wa umri kama wangu ndo wanakuwa vibenteni aswa. Kwa hiyo hicho tu kimenifurahisha. Kitu ambacho sijakipenda kupitia uhusika wangu ni kile kitendo cha mimi kumsaliti mke wangu. Kwa sababu kiuhalisia mke wangu alikuwa ananipa kila kitu. Alikuwa ananiheshimu, ananitii, ananisikiliza, lakini mwisho wa yote alikuwa ananipa mapenzi ya dhati. Ila mimi yote hayo sikuyaona, nikaamua na nikapata ujasiri wa kumsaliti na kwenda kutembea na mwanamke mwingine ambaye kiuhalisia huyo mwanamke hajamzidi chochote mke wangu. Na haya mambo hayapo tu kwenye movie, hata kwenye jamii yetu haya mambo yapo. Kwa mimi binafsi ule uhusika ulinikera sana kwa sababu watu wengi waliamini hiyo ndio tabia yangu. Hususan ni mpenzi wangu wa kwenye maisha halisi aliamini kuwa bwana ndio tabia zako, unaigiza maisha yako halisi, kumbe wala mimi nipo tu kwenye maigizo. Kwa upande wangu nikiwa kama msanii sina changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo. Lakini kwa sababu itamthilia pia mimi play part zaidi ya 3. Upande mwingine pia mimi nilikuwa ni director wa itamthilia ya ndoa. Labda tu changamoto ambayo nilikutana nayo as a director ni kufanya kazi na wasanii ambao bado ni wachanga. Nafanya kazi na wasanii ambao bado hawajakuwa kisanaa sana. Kwa mimi binafsi yangu huwa naamini sana kwenye kumtengeneza mtu kutokea chini. Kwa unapofanya kazi na msanii ambao bado hana experience kubwa sana ya sanaa, cha kwanza inabidi umvumilie. Kwenye reaction anaweza akawa down, kama director inabidi utumie nguvu kubwa sana kumfanya reaction yake ipande, shabiki akimwangalia aone kweli huyu mtu amevaa uhusika. Na ukiangalia nilifanikiwa katika hilo. Na ushuhuda hilo ukiangalia tamthilia utaona wasanii wangu wengi sana haujawahi kuona kwenye tamthilia nyingine. Kwa mfano Amanda ni mpya kabisa kwenye game, Lulu ni mpya kwenye game. Hata Lisa mwenyewe japokuwa alikuwaga mkongwe, alishafanya kazi nyingi tena kubwa, lakini miaka ya nyuma na miaka mingi sana ameacha sanaa. Kwa alivyorudi pia na hata mwenyewe pia nikawa vile alikuwa mpya kwa sababu sanaa inabadilika kila siku. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo nilikuwa nakutana nayo. Mimi nataka kwenda speed, lakini wasanii walikuwa nao hawaniruhusu kwenda kwenye ile speed yangu nilikuwa nayo. Kwa hiyo inabidi wavumilie taratibu. Na Mungu amejalia inshallah tumefanya kitu kikubwa zaidi.
Changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo nikiwa location, kwanza mimi ni msanii ambao nimekaa nje ya game kwa muda mrefu sana. Nilikaa karibia miaka 4 sijafanya kazi, nikaja kurudi kwenye game. Kwa hiyo ilikuwa inanipa shida na kuwa kama underground. Nilikuwa namsumbua sana director ambaye ni Mr. Tasha, kiasi kwamba seti tulikuwa tunafokeana sana mara nyingi. Yaani mpaka kuna jina ambalo alikuwa akinifokea napenda kumtania, anasema kisukari chake huo sasa kishapanda. Na mimi ni mtu ambaye nikifokewa huwa nafanya kitu kwa weledi sana. Kwa hiyo na director alijua hiyo kasoro yangu. Kwa hiyo alikuwa akiniona tu nazingua, lazima anifokili nikasirike nimpe kitu anachotaka. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hiyo ilikuwa ni changamoto, japo ni ya kawaida. Changamoto ambayo nilikutana nayo location, ni kuna siku tulikuwa tuna shoot ambapo scene ilikuwa ni mimi na Tasha. Nikawa nimepokea message kwamba babangu anaumwa, lazwa. Kwa hiyo nilishindwa ni hata kukalili yale maneno ambayo itakiwa ni aseme kwenye scene. Yaani kila nilichokuwa naambiwa nilikuwa sifanyi vizuri. Ikafika stage mpaka kamera zikazimwa, watu wakakaa wakasema kaa kwanza unywe maji basi hata utulize akili. Kwa hiyo nilikaa na baadaye nikafanya vizuri. Ndio maana madirector wengi wanashauri sana tukiwa tunaingia location tu tunazima simu zetu au tusizishike kabisa. Kwa sababu unaweza ukashika simu ukakuta taarifa ambayo yani inaweza kukutolea mood kabisa ukashindwa kufanya kitu chochote. Na kwa hiyo seti isiende vizuri, lakini namshukuru Mungu. Nilimwomba Mungu uvumilivu na nikafanya vizuri. Okay, changamoto nilokutana nayo. Kuna siku tulikuwa tunashoot asubuhi sana. Niliambiwa nikashoot na schedule hiyo ilikuwa inanihusu mimi, ndo mwanzo kabisa scene yangu ndo ya kwanza kwenda kushoot. Lakini bahati mbaya nikaa nimepokea simu ambayo sio nzuri upande wangu. Kwa kifamilia, kwa hiyo ilinitoa kwenye mchezo. Siku hiyo kwangu ikawa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo nilimpa hata director nilimpa changamoto kidogo kwenye kunidirect. Kwa hiyo siku hiyo mimi ilikuwa ni siku mbaya upande wangu. Kwa hiyo nilipata changamoto kwa upande huo. Changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo location, nikijaribu kukumbuka ni siku nyingi kidogo. Tulikuwa tunashoot, tupo seti tunashoot, ila ghafla nilipatwa na maradhi ambayo yalinifanya nishindwe kuendelea na kushoot. Kitu ambacho kilinikata mimi kwa namna moja ama nyingine, lakini pia nilifelisha team au crew ambayo inafanya hiyo project. Kwa sababu tulikuwa kwenye uharaka wa kushoot episode nyingi tupandishe kwa wakati. Sasa baada mimi mhusika mkuu kupata maradhi, tukashindwa kufanya hiyo project kwa ile siku. Kwa hiyo ikalazimika kufunga kazi zote. Na ilinichukua kama siku 2-3 kuja kuendelea na hiyo project. Kwa binafsi kwa upande wangu ilikuwa changamoto kubwa sana. Na siwezi kuisahau hiyo siku. Lakini pia changamoto zingine ni ndogo tu. Ambazo hata nikizisema nyinyi watazamaji mtacheka sana. Mhusika ambaye nacheza naye namzungumzia Tasha, ni mtu wangu wa karibu sana, ni mtani wangu, ni mtu ambaye tumeaso long way huko nyuma. Kwa hiyo tulikuwa tunashoot vipande vyetu, kuna baadhi ya matukio huwa tukiyacheza yanatuchekesha kwa sababu ni mambo ambayo vijana wengi wanapitia kwenye jamii. Kwa hiyo unajikuta tunashoot huku tunacheka ukweli nini kwa ilikuwa inaleta uzito mmoja kuna mmoja ama nyingine. Tukio ambalo kwenye shooting sitaweza kulisahau. Siku moja tulikuwa tunashoot mtu wangu wa karibu sana ambaye ni rafiki yangu ambaye tumevuka kwenye level ya rafiki, sasa hivi ni ndugu kabisa, bwana Kaibei. Tulikuwa tunashoot, kwa bahati mbaya sana yule bwana ni mtu ambaye anapenda sana kazi. Kwa hiyo kumbe alikuwa anaumwa, lakini kwa sababu alikuwa anapenda kitu anachokifanya, alificha anajifanya yuko sawa, tunashoot naye seti. Kwa bahati mbaya sana yule bwana ugonjwa ulimzidi na alianguka akiwa location. Yaani tunashoot tu kwenye shot yake tunashangaa mtu kaenda chini kama mgomba, yani umeona tea. Nilichanganyikiwa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kiangalia mimi ndo nilikuwa team leader wa ile set pale, kwa sababu nilikuwa director, lakini kwa upande mwingine yule mimi ni ndugu yangu. Kwa hiyo wanapopata matatizo mimi huwa naumia sana. Kwa hiyo ndugu yangu alipata matatizo hilo, of course niliumia sana na nilichanganyikiwa kwa kifupi. Kwa hiyo ni tukio ambalo sitaweza kulisahau kwenye harakati za kutengeneza tamthilia hii ya ndoa. Yes, ni hivyo.
Tukio kubwa ambalo nimekutana nalo location na sitalisahau kwa upande wangu, matukio yalikuwepo ya kawaida sana. Sina tukio ambalo ni kubwa kiasi kwamba sitalisahau, hapana kiukweli. Tukio ambalo sitaweza kulisahau location ilikuwa ni ile scene ambayo mimi naenda kumfumania Tasha. Yaani ile scene pale kwanza, yaani kile kibao ambacho nilimpiga, jamani ndugu watazamaji. Yaani kile kibao ni cha ukweli. Yaani nilimpiga mpaka nikasema yaani nice aliumia sana. Yaani akasema kwamba yaani huo ndio uigizaji Samanda, unatakiwa uwe hivyo. Maana ukisema unaogopa utashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kile kitu yaani niliumia, lakini ndio usanii wenyewe jamani. Kwenye hii ndoa nadhani mmeona episodi ya mwisho kilichotokea. Hasa kwa bwana Tasha, aliniita nifanye naye kazi, lakini mwisho wa siku nikamkataa. Kwa hiyo nikawa upande wa Kai, kwa hiyo nikamuumbua Tasha. Kwa hiyo hicho kwenye ndoa sitokisahau, kwa sababu nilijifanya kuwa ni rafiki, yani ni mtu ambaye anafanya kazi na Tasha, lakini kumbe mimi nipo upande mwingine. Hicho sitokisahau kwa sababu aliumbuka vibaya kwa ukweli. Nimejifunza mambo mengi sana kupitia tamthilia ya ndoa. Cha kwanza nimejifunza kuwa sisi wanaume lazima tuwe waaminifu kwenye ndoa zetu. Lazima tuwe waaminifu kwa sababu inabidi ifikie hatua tuonee huruma watoto wa kike. Kwa sababu unakuta mtu anakupenda sana, anakuamini, anakukabidhi moyo wake, lakini sisi yote haya tuyaoni, unakuta tunawasaliti wanawake zetu kwa mambo madogo sana, ambayo mambo hayo tunayapata kwa hao wake zetu. Kwa hiyo nimejifunza sisi wanaume tuwe waaminifu, lakini pia nimejifunza kuwa hatupaswi kuwaamini marafiki zetu kwa 100%. Unajua unaweza kuwa na rafiki yako kipenzi ambaye unamwamini, kumbe rafiki huyo ambaye unamwamini anakuja kutembea na mke wako mwisho wa siku. Kwa hiyo inakuwa ile picha nzuri na inakatisha tamaa kusema ukweli, kwa sababu sio tabia nzuri kwa sisi wanaume. Unajua wanaume huwa tuishi hivyo. Watu tunakaa tunashare stories zetu, tunafanya mambo yetu kwa pamoja. Sasa nafikia hatua rafiki yako anatembea na mpenzi wako, kusema ukweli nakata sana. Sio tu kutembea na mke wako, yaani hata mtu akitembea na mpenzi wako sio kitu kizuri. Lakini hivi vitu pia kwenye jamii vipo, vinaendelea na hata mimi nishavishuhudia kwa baadhi ya watu wangu wa karibu. Lakini pia ninacho cha kuwasihi dada zangu au wanawake kwa ujumla, wanawake na nyie pia lazima muwe na uvumilivu na subira. Unajua kuna utofauti mkubwa sana kati ya uvumilivu na subira. Uvumilivu huo una kikomo. Mtu anaweza akakuvumilia ile kafika hatua mtu akachoka kuvumilia, ndio unakuta ile maneno mtu anakuambia nimekuvumilia sana ila kwa sasa inatosha. Nimekuvumilia kwa mangapi sijui nini. Ila subira huwa ina kikomo. Na subira ndio kitu muhimu sana. Kwa hiyo dada zangu lazima muwe na subira kwenye ndoa zenu. Na hata ikitokea changamoto, sijui mume wako au mpenzi wako amekusaliti, usichukue maamuzi ya kumhukumu au na wewe kumfanyia revenge kwa kumsaliti kwa kutembea na mtu mwingine. Mwisho wa siku utaleta tu maradhi kwenye ndoa yako, utamgombanisha mpenzi wako na rafiki yake, kitu ambacho tumekiona kwenye hiyo tamthilia ya ndoa. Kupitia tamthilia hii ya ndoa nimejifunza vitu vingi sana. Mafunzo yako mengi. Cha kwanza nijitolee mfano mimi mwenyewe. Mimi nilimsomesha mwanamke ambaye sikumuoa, bali tulikuwa tu ni wapenzi. Nilimsomesha malengo kwamba akimaliza chuo ndio nimuoe. Lakini mwanamke amemaliza chuo hatimaye akapata mwanaume mwingine. Kwa funzo la kwanza sisi wanaume sasa, na hii kesi waga ipo sana huko mitaani. Mwanaume anamsomesha mwanamke, baadaye mwanamke akifanikiwa anamwacha. Kwa funzo la kwanza, ukitaka kumsomesha mwanamke, muoe. Mfanya awe mkeo kabisa ndo msomeshe. Sio tu mpenzi ukamwamini. Dunia leo kidogo kwenye kuaminiana ni changamoto. Hiko ni kitu ambacho mimi kimenikuta. Ukiangalia nimetumia gharama kubwa kumsomesha na kila kitu. Lakini pia funzo lingine kwenye tamthilia hii ya ndoa tunalipata kwa bibi Lisa. Lisa ni mtu ambaye alivyogundua mume wake anamsaliti, naye akachukua maamuzi magumu ya kumsaliti tena na rafiki yake wa karibu ambaye ni mimi. Na baada ya Kai kufanikiwa kugundua hilo jambo kwamba mke wake anamsaliti, na yeye akafanya maamuzi magumu, akaamua kumchukua mwanamke wangu mimi. Na mwisho wa siku mimi nikafanya maamuzi magumu kutaka kumuua Kai, kumbe niliwekewa mtego, nikakamatwa na polisi,
nimeenda kuozea jela, na wakati huo Lisa huku pia alikuwa ni mjamzito. Kwa hiyo na maana Lisa akawa tena ni single mother, analea mtoto peke yake bila baba. Kwa hiyo tunafundishwa hapo kwenye maisha yetu tusipende kulipiza kisasi. Kwenye tamthilia ya ndoa nimejifunza vitu vingi sana. Lakini nikiwa kama mwanamke nimejifunza kwamba mwanamke kuna tabia ambazo hupaswi kuwa nazo. Yaani the way sisi tulivyoumbwa ni tofauti na wenzetu wanaume. Mwanaume anaweza akacheat na akaomba msamaha mara 1000 na akasamehewa, lakini mwanamke kitendo cha kucheat ni aibu kwa familia. Kiasi kwamba mimi familia yangu pia ilikuwa kama mlivyoona, kama vile inaona nimejidhalilisha, jamii mimi ikawa inaniona kama vile nimejidhalilisha. Lakini hata kupitia komenti zenu mashabiki, kupitia usika wangu, Kai mimi aliniumiza sawa, lakini alinichiti. Mimi kile kitendo cha kuja kumlipizia kumchiti, kutembea na rafiki yake, kiliwafanya jamii yote inione kama vile mimi nimekosea. Kwa hiyo mimi nimejifunza hata kesho nitakapokuja kuingia kwenye ndoa yangu, hakuna kisasi cha usaliti kwa mwanamke. Kitu nilichojifunza kwenye tamthilia hii ya ndoa, nimejifunza vitu vingi sana. Mimi kama kijana, kama binti, nimejifunza vitu vingi sana. Kitu ambacho nimejifunza, nilipokuwa na mahusiano na Tasha, kitu cha kwanza, amenilipia kodi, kanilipia ada. Yaani ananilipia vitu vingi ambavyo yani kwa mwanaume wa sasa hivi hivyo vitu kuvifanya ni uongo. Na hata kama akivifanya basi kuna vitu anavitaka kutoka kwako. Nikiwa kama kijana ninajifunza nikiwa na mwanaume ambaye ananijali niwe na uvumilivu naye, hata kama anacho kidogo, nina imani tu atapata kitu kikubwa. Kitu kingine, sisi kama mabinti inatakiwa tuwe na moyo wa uvumilivu. Tuwe na moyo wa uvumilivu. Yaani kama mpenzi wako kakukosea au umemfumania kama mimi nilivyomfumania Tasha, inabidi tukae chini tuyaongee ili yaishe, kwa sababu kupata mahusiano ya kweli kwa sasa hivi ni uongo. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana, na nawashauri sana mabinti kwenye mahusiano yenu, usipende kumwacha mpenzi wako kisa umemfumania na mtu fulani au umemfumania message. Hivyo ni vitu ambavyo mkikaa vinaongeleka na vinaisha. Tusiweke chuki moyoni jamani. Mimi nilichojifunza kupitia tamthilia hii ya ndoa, nimejifunza mambo mengi, lakini miongoni mwa mambo niliyojifunza ni swala la ndoa. Mimi sijaoa, lakini naelekea huko. Sasa kabla sijafika huko kuna vitu vingi sana nimejifunza kupitia tamthilia hii. Cha kwanza nilichojifunza mimi ni kwamba nitakapooa nihakikishe nakuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu. Hicho ndo kitu ambacho nimejifunza, kwamba unapokuwa na michepuko unaweza kuhatarisha ndoa yako, lakini sio ndoa yako tu, hata maisha yako pia kwa ujumla. Ukajikuta unapotea, aidha unapoteza maisha au unapoteza tumaini kabisa kwenye maisha ya kawaida kwa sababu ya ndoa. Kwa hiyo mimi nimejifunza ni kuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu. Naamini yani nimejifunza kumpenda mtu ambaye nitakuwa naye kama mke wangu, ni kumpenda kweli kweli. Kwa hiyo sitasikia lolote wala chochote, hata kama kikosea samehe 7 mara 70. Kwa hiyo nimejifunza hivyo. Kitu ambacho nimejifunza kupitia hii tamthilia ya ndoa, cha kwanza ni tamthilia ambayo inagusa sana watu ambao wapo kwenye ndoa. Lakini kwa sababu mimi sijaingia kwenye ndoa, inanifunza kwanza ninapokuja kuingia kwenye masuala ya ndoa, kwanza inabidi nijipange. Kwanza nimalize ujana wangu wote, nisikurupuke kuingia kwenye ndoa. Ndio maana tunamuona Lisa anateseka sana kwenye ndoa, kwa sababu alikuwa hana maamuzi sahihi kwenye ndoa yake. Kai kwenye maisha ya ndoa na Kai kwenye maisha ya kawaida una tofauti mkubwa sana sana. Mimi binafsi uhusika niliocheza kwenye ndoa sijafurahishwa nao. Ukiangalia Kai kwenye ndoa ni kijana ambaye hajatulia, kusema ukweli, kijana ambaye hajatulia, kwa sababu mtu yupo kwenye ndoa yake, anaishi maisha ya amani, furaha na upendo, lakini bado akapata ujasiri wa kumsaliti mwanamke wake na kwenda kutembea na mwanamke mwingine wa ajabu. Mwanamke mwenyewe ambaye anaenda kutembea naye hajatulia pia. Lakini Kai kwenye maisha halisi ni kijana mstaarabu, mwerevu, mwenye hekima na busara. Kijana ambaye yupo loyo kwenye mahusiano yake, katulia, ana mpenzi mmoja tu. Hichi ninachoongea jamani sio masiara, ni ukweli.
Kwa hiyo ni watu wawili tofauti. Mimi binafsi kwenye maisha yangu halisi nina mpenzi na nimetulia kwenye mahusiano yangu. Ila Kaiwa kwenye tamthilia ya ndoa ni Kai ambaye ni machepele, ana mambo mengi. Lakini pia ni mtu ambaye anamwamini sana rafiki yake kwa 100%. Mimi binafsi kwenye maisha yangu sina ule mtu ambaye namwamini kwa 100% naweza kumpa siri zangu zote, hapana. Kwa sababu unajua mambo ya fake friends. Tasha wa kwenye tamthilia ya ndoa na Tasha wa maisha ya kawaida, kuna muda kama wanataka kushabihiana, lakini kuna muda wanakuwa ni tofauti. Ukiangalia kwenye episode za mwanzo, Tasha hajabadilika, maisha yake ya kawaida ni yule yule. Ni mtu fulani tu hivi ambaye ni mstaarabu, mtu smarti, mtu ambaye anapenda sana kutetea watu, kushauri. Lakini huyu Tasha huku mbele huku tofauti kabisa. Kwa sababu nilikuwa nimecheza mtu ambaye ni katili sana, mtu ambaye sijali lolote, yani mimi mtu ambaye napambania sana mapenzi yani kuliko kitu kingine chochote kile. Kwa hiyo Tasha huyu na maisha ya kawaida hayuko hivyo. Mimi ni mtu ambaye kabla ya kufanya jambo huwa nalitafakari mara 4, mara 5, mara 6. Kisha nikija kufanya maamuzi, nafanya maamuzi ambayo ni sahihi sana. Lakini ukiangalia kwenye hii tamthilia ya ndoa, huku mbele mimi nimekuwa sio mtu ambaye anafanya maamuzi yaliokuwa bora, ila anafanya bora maamuzi. Kwa sababu kwenye maisha ya kawaida uweze ukadiriki kuchukua bunduki na uende ukampige mtu muue kwa sababu tu ya mapenzi. Hiko sio kitu sahihi kabisa. Kuna tofauti kubwa sana. Kuna tofauti kubwa sana kati ya Lisa wa maisha ya kawaida na Lisa wa kwenye tamthilia ya ndoa. Tofauti ya kwanza, Lisa wa kwenye tamthilia ya ndoa ni mke wa mtu, lakini Lisa wa maisha ya kawaida bado hajaolewa, yuko single, ready to mingle kabisa. Lakini pia tofauti nyingine, Lisa wa kwenye tamthilia ya ndoa ni Lisa wa visasi, lakini Lisa wa kwenye maisha ya kawaida ni Mkristo, ameokoka, anaelewa kuhusu msamaha. Lakini pia Lisa wa kwenye tamthilia ya ndoa tunaona ni mtu wa visasi, lakini ukija kwenye Lisa wa kwenye maisha ya kawaida ameokoka, ni Mkristo, anasamehe hata mara 1000 atakapokosewa, kwa sababu tumeambiwa samehe 7 mara 70. Lakini pia sisi tunafundishwa kuhusu, mimi binafsi sijaolewa, lakini tunafundishwa kuhusu uvumilivu na kumpa mwenzako nafasi nyingine. Ni kitu ambacho nilimnyima mume wangu Kai kutokana na hasira. Pengine ungekuta tumesameheana na Amanda hajamchukua mume wangu. Utofauti kati ya Amanda wa kwenye tamthilia ya ndoa na Amanda wa maisha asilia. Cha kwanza, Amanda wa kwenye maisha asilia, mimi ni mtu ambaye namtanguliza sana Mungu kwenye maisha yangu. Yaani Mungu ndo wa kwanza, kwa sababu mimi bado kijana na vitabu vya dini vyenyewe vinasema kwamba vijana ni nguvu kubwa sana kwenye taifa na ndo watu ambao wanategemewa sana kwenye maisha yanayokuja baadaye. Mimi ni mtu ambaye napenda sana muziki. Napenda sana muziki. Pia mimi ni mtu ambaye ukinikwaza nakwambia, ila ni mtu ambaye sipendi sana kuongea, lakini napenda sana muziki. Pia kwenye maisha yangu, kwenye mahusiano yangu au ambayo yatakuja kwa baadaye, mimi ni mtu ambaye nikiwa na mtu kwenye mahusiano ninamwamini sana. Hata kama tumekosana, lazima tuyaongee na yaishi. Siwezi kutunza vitu moyoni, kwa sababu sisi ni binadamu. Hata mimi ipo siku nitakosea. Sio kila siku tu mimi ni malaika. Mshabaha kwenye tamthilia ya ndoa na Mshabaha maisha ya kawaida, hawa Mshabaha ni watu wawili tofauti kabisa. Mshabaha wa tamthilia ya ndoa ni mtu ambaye ni mbea, ni kijana ambaye akiona jambo yani ni mbea, anapeleka taarifa hata kama ni ya ukweli, lakini bila kuruhusiwa apeleke. Kwa hiyo huyu Mshabaha ni mtu ambaye anaishi maisha kwenye tamthilia hiyo. Lakini Mshabaha maisha ya kawaida ni mtu ambaye anapenda ukweli, lakini pia kinapotokea kitu anapenda kukizungumzia hapo hapo. Mfano, Mshabaha maisha ya kawaida unaweza ukamkwaza, hanyamazi, anakwambia hapo hapo. Hawezi kukibeba kitu na kupeleka sehemu nyingine. Hata kama akiona umefanya kitu kingine akimuhusu, hawezi kukibeba kupeleka kule ambako inatakiwa kifike bila kupewa ruhusa. Kwa hiyo huyu Mshabaha maisha ya kawaida ni Mshabaha ambaye anapenda ukweli, Mshabaha mtulivu, msikivu, lakini pia ni mpenda amani. Kuhusu sini ngumu ambayo ilikuwa ngumu kuicheza kwa upande wangu,
Kusema ukweli hakuna scene ambayo ilinipa ugumu wote kucheza, bali ni yale makuzi tu ya location, mnashoot huku mnacheka tu matani basi, ila sijui kunipa ugumu mpaka mimi kushindwa kuicheza, hakuna kusema ukweli. Katika tamthilia ya ndoa, scene ambayo kwa upande wangu mimi ilikuwa ni ngumu sana kuicheza. Nakumbuka kuna scene fulani hivi, kama sio kwenye episode ya 14 basi ya 15. Kitu kama hiko. Ile ilikuwa ni scene ya ndoto ndani ya ndoto. Yaani kwamba unaota alafu umeamka kumbe bado upo kwenye ndoto. Ile scene ilikuwa nina damu nyingi, alafu Kai ananipiga sana ngumi za tumbo. Ile scene kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana kuicheza, kwa sababu ile scene kwanza, wale watu ambao walinishika kushoto na kulia walikuwa wakinipiga, walikuwa wananipiga kweli. Kwa mfano kama kuna jamaa alikuwa amevaa mask hivi nyeusi, yule jamaa alikuwa ananipiga sana viwiko vya mabega humu, kiasi kwamba mpaka namaliza kushuti ile scene, yani mwili wote unauma. Umeona? Afu istoshe pale nilikuwa nimefungwa kamba mikono nyuma. Kwa mikono yenyewe pia ilikuwa inauma. Kwa naicheza ile scene, ukiangalia scene ilikuwa ina shot nyingi sana. Tulikuwa na kamera 2 lakini shot zilikuwa ni nyingi mno. Kwa hiyo ilichukua takriban masaa 2 kuishuti kwa weledi zaidi. Kwa kila kwenye shot za wenzako unakuwa unacheza kama vile utakuwa wachezeshe vizuri. Kwa upande wangu ilikuwa ni changamoto, nilikuwa napigika sana. Kai zile ngumi za tumbo mara ya kwanza alikuwa ananipiga, so unajua Kai mshikaji wangu, kwa alikuwa ananipiga kwa huruma. Mimi mwenyewe nikamruhusu, nikamwambia brother, si atuigize, si tunafanya kweli, kwa sababu ni maisha yetu. Kwa hiyo nilimwambia piga kweli. Yule jamaa baada ya kumpa hiyo leseni alininyoosha. So yule bwana alikuwa yani kama vile anatafuta mkanda wa ushindi boxing yani. Alikuwa anapiga ngumi sana yani mpaka nilikuwa nazisikia. Nilikaa almost siku 4 naugulia maumivu kwa sababu ya ile scene. Kwa ile scene kwangu ilikuwa ni changamoto kuishuti, kwa sababu nilikuwa napigika kweli. Kwa hiyo kuna muda ukuta kweli naingia kwenye hisia, lakini sasa unakuta una overact kwa sababu unaumia kweli. Kwa hiyo kwa upande wangu ile scene ilikuwa ni ngumu kidogo. Scene ambayo ilikuwa ngumu kwa upande wangu, ilikuwa ngumu, ila mimi ni msanii na ninafanya sana mazoezi, na msanii yani msanii ni umbo ambalo linaumbwa. Kwa hiyo mimi hapa niliumbwa kama Amanda kwenye tamthilia ya ndoa. Amanda mwanachuo ambaye alikuwa anasomea sheria. Lakini scene ambayo yani kwangu mimi yani iliniumiza tuseme, au ilikuwa ngumu kuicheza, ni ile ambayo nilisema kwamba nilienda kumfumania Tasha. Kwa sababu mwanamke unaenda unamfumania mwanaume ambaye umeweka 100% kwamba anakupenda, afu unamkuta na mwanamke mwingine. Hiyo inaumiza sana, lakini kama msanii hamna kilichoharibika. Scene ambayo ilikuwa ni ngumu kwa upande wangu, haikuwa ngumu sana, lakini kidogo nilijisikia vibaya. Ni scene ile ambayo nampokea mdogo wangu anatoka kukamatwa. Alikuwa amefungiwa sehemu na Natasha, yani kama kutekwa. Kiukweli mimi ile scene kidogo ilazimu nilie. Sasa sometimes sikio nilikuwa kwenye mood ya kucheka sana. Kwa hiyo ile ilinifanya nikawa na ugumu fulani hasa kwenye kutoa machozi, lakini nilifanya vizuri. Ile ndo scene ambayo iliniwia ngumu kidogo. Scene ambayo ilikuwa ngumu sana kucheza kwenye upande wangu ni ile scene ambayo natoka kuoga na mpenzi wangu, nafika pale namkuta Madam Lisa. Unajua mimi na Madam Lisa tunaheshimiana sana kwenye maisha ya kawaida, maisha ya kweli. Alafu nimepewa scene ya kumfokea. Imagine kwamba ni madam ambaye kwenye shida ananisaidia, alafu leo hii kwenye scene naenda kumfokea. Kwa hiyo ni scene ambayo iliniwia ugumu sana kwa upande wangu, lakini nilifanya. Kuhusu kujiandaa kabla ya kucheza scene zenye hisia kali, huwa nakaaga siku moja kabla sijaingia set kesho yake. Nakaaga, kuna baadhi ya nyimbo huwa nasikilizaga. Mimi huwa ni mpenzi na mfuasi sana kusikiza hizo nyimbo
za feelings. Na mimi ni mpenzi sana wa kundi moja inaitwa Westlife, nasikiza sana nyimbo za Westlife. Lakini pia kuna huyu anaitwa mwanamuziki mmoja Marekani huyu ambaye alihukumiwa kifungo jela, nimemsahau jina lake, ili akimkumbuka baadaye nitamtaja. Huwa ni mpenzi sana na mfuasi wa kusikiliza hizo nyimbo za huzuni za mapenzi, mambo ya usaliti kwenye mahusiano. Kwa hiyo nasikilizaga hizo nyimbo usiku na earphone zangu, nasikiliza kwa muda mrefu sana, kuna feelings nazipata. Lakini pia ukiachana kusikiliza hizo nyimbo, huwa naangaliaga movie kwa sababu mimi ni mtu wa sanaa, nafanya films. Kwa hiyo huwa nafuatilia movie za wenzangu, so za bongo, akinafuatilia sana movie za mbele. Siongelea movie za mbele, movie za kiini za Bollywood kina Sher Khan au nini, nafuatiliaga zile movie, naangalia jinsi wanavyocheza, zile reaction, hisias, facial expressions. Kwa hiyo kuna kitu nakipata ambacho huwa natamani kukiapply kwenye nani, natamani kukiapply kwenye sanaa yangu. Lakini pia ukiachana na kufuatilia wenzangu wao, huwa nakumbukaga matukio ambayo nishayapitia kwenye relationship zangu. Kwa hiyo kuna kitu na gain na nakumbuka. Kwa unajikuta sasa nikiingia kwenye scene, kuna userious unakuepo pale, na kuwa serious, kipoa asidi na icheza na vao husika haswa kabisa. Kwa hiyo unajiandaa hivyo kiufupi, sio kama nakurupuka tu na kushoot. Huwa nafanya maandalizi makubwa sana. Nikitaka kucheza scene ambayo ina hisia kali, kwanza kabisa script ilikuwa inakuja mapema. Kwa hiyo nikiipitia script yangu vizuri, najua kabisa kwamba hii scene hapa ina hisia kali sana. Kwa hiyo nilikuwa mimi kama chizi, yani mimi ni chizi sanaa. Kwa hiyo mimi nikifika nyumbani, unaweza ukanikuta naongea peke yangu, naicheza yani hiyo scene mimi mwenyewe peke yangu nikiwa niko chumbani kwangu. Naenda kwenye kioo, naenda kuicheza hiyo scene kwa hisia ile inayotakiwa. Lakini pia nikiwa hata njiani muda mwingine natembea hivyo, yani narudia maneno ili kuzishika script. Lakini pia kuhakikisha nikifika kucheza scene nisiwaangushe watu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye natazamwa na watu wengi zaidi. Kwa hiyo nikicheza chini ya kiwango, comments zitakuwa ni nyingi sana. Lakini pia hata wasanii ambao niko nao wengi wao mimi wananiangalia kama role model wao. Kwa hiyo ninapoenda kuicheza scene, nikicheza chini ya kiwango nitashindwa kuwavutia tena. Kwa hiyo napambana sana, huwa nacheza sana na kioo, lakini pia nafanya mazoezi nikiwa peke yangu. Maandalizi yangu kabla ya kucheza scene zenye hisia kali zaidi, kwanza director mwenyewe Mr. Tasha huwa alikuwa akiona kwamba huyu anatakiwa kucheza scene hizi. Ilikuwa ni kama wimbo wake, anaanza kuniambia yani mapema kabisa, kwa sababu yeye ndo anakuwa ana schedule. Mara nyingi atakwambia, Lisa, wewe una scene ngumu sana unatakiwa kuzishoot, na kwa jinsi ulivyo naomba uzifanyie mazoezi na jiandae kwa namna hii ya wewe. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa ananipa taarifa mapema na alikuwa anahakikisha ananisimamia kwenye hilo, nilikuwa najiandaa mapema sana. Kama ni scene za kulia, najiandaa mapema kabisa, nijue kesho natakiwa kushoot scene za kulia, nijue najiandaaje. Nilikuwa najiandaa vipi kucheza hiyo sehemu ambayo niliwekwa. Yaani cha kwanza mimi kama msanii, mazoezi kwangu ni kitu cha muhimu sana. Yaani ni kama chai, nikiamka asubuhi mazoezi nafanya na jioni pia nafanya. Kwa hiyo sehemu ambayo mimi niliwekwa, kwangu mimi nilipambana. Kwa sababu mimi ni msanii, naweza nikapewa uhusika wowote ule na nikaufanya vizuri. Kwa hiyo maandalizi yalikuwa yani yako vizuri sana. Na nilivyopewa uhusika wa mdada mwanachuo ambaye anasomea sheria, sikutaka kupepesa macho, nilinyosha na nje ikanyuka vizuri. Kwa walioniamini wenyewe waliona. Nina ujumbe mkubwa sana kwa watu ambao wametazama tamthilia ya Ndoa kuanzia mwanzo hadi mwisho, hususan kwa vijana wenzangu, hawa Gen Z hawa na hawa wengine ambao wapo kwenye 40s, 50s, sababu bado ni vijana. Kwenye dunia leo hata mtu mwenye miaka 40 ni kijana, na mimi ni mzee mpaka miaka 55 60 huko. Ujumbe mkubwa sana ni kwa vijana wenzangu, hususan wanaume, kuwa lazima tu waaminifu kwenye ndoa zetu, tutulie kwenye mahusiano. Sio kwenye ndoa, watoto kwenye mahusiano yetu tutulie, lakini pia tusiwaamini sana marafiki zetu. Mambo ni yale tu ambao umeona kwenye ndoa na ambao nishazungumza huko nyuma. Ujumbe ni uwe.
Kwa watu ambao wanatazama tamthilia ya ndoa, mimi nina ujumbe haswa kwa wanawake jamani, kwa sababu mimi ni mwanamke na nimecheza uhusika wa kuwa mke wa mtu na uhusika mkubwa sana kwenye tamthilia ya ndoa. Wanawake, ndugu zangu, wanawake wenzangu, dada zangu, mama zangu, hakuna kisasi cha usaliti kwa mwanamke hata siku moja. Kama maandiko yanavyosema, mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Usikubali kuwa mwanamke mpumbavu ukaivunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Mpe nafasi mwanaume wako pale anapokosea. Wanaume zetu wanapitia changamoto nyingi sana kwenye kutafuta maisha, lakini pia kuna wanawake wengi huko nje wanaotamani ndoa. Sasa kama kuna wanawake wengi sana wanaotamani ndoa, wakiona wewe una ndoa nzuri na yenye furaha, watatumia kila njia kuhakikisha wanaipindua ndoa yako. Wewe utaona ni akili za mume wako. Kumbe mwanaume anapitia mengi, na mwanaume anapopata tabu anatafuta utulivu nje siku zote, ndivyo walivyoumbwa wenzetu. Kwa hiyo unapoona mwanaume wako anakuwa tofauti, jitahidi kutafuta njia ya kumweka sawa. Kumchiti sio solution, utajikuta umepoteza vote. Kama mimi, mume wangu ndo hivyo amempata Amanda, hanitaki tena mimi, na Mr. Tasha ndo hataki hata kunisikia. Kwa sababu hakuna mwanaume ambaye atampenda mke wa mtu. Yaani wenzetu wanaume wanaheshimu wake za watu hata wakichiti nao. Tofauti na sisi wanawake, hatuogopi wanaume za watu. Hiyo ndo tofauti kubwa tunatakiwa tuijue. Na ukiwa kama mwanamke, jitahidi kusimama kwenye nafasi yako ya kuwa mke kwenye jamii. Kama ni mke wa mtu, simamia nafasi yako. Ujumbe wangu kwa wale wanaotazama tamthilia ya ndoa, kwanza nipende sana kuwashukuru kwa sababu mmetenga muda wenu mwingi kutufuatilia. Tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa hiyo roho yenu, muendelee kuwa hivyo hivyo. Ujumbe wangu ni kwamba tusihangaike na mambo ya kidunia sana. Hasa sisi mabinti, kwa mimi uhusika wangu naongelea. Sisi mabinti ni watu ambao yani tunadanganywa kidogo tu tushadanganyika. Kama mimi hapa nilimfumania Tasha. Nilivyomfumania Tasha, yani hakukuwa na sababu ya Kai yeye kuja kunishawishi mpaka mimi niingie kwenye maisha yake. Kwa sababu mimi ni mwanasheria. Ilitakiwa kwanza nikae chini na mume wangu. Ilitakiwa nikae chini na mpenzi wangu tuongee aishi. Lakini kwa kuwa nilikuwa msichana ambaye sikumsikiliza mume wangu, wala sikutaka kumsikiliza kwa kitu chochote kile. Kai akaja akatumia udhaifu wangu wa mimi kuachwa na Tasha yeye kuingia. Kwa hiyo binti Sayuni, jifunze kuwa mvumilivu kwenye maisha na tusikurupuke kuanzisha mahusiano mengine, yanatugharimu sana. Kupitia karakta yangu au husika niliocheza, mtazamaji ana mambo mengi ya kujifunza. Mambo mengi ya kujifunza kwa sababu ukiangalia tamthilia ya ndoa kuna positive na negative impact. Kwa sababu kupitia matendo ambayo alikuwa anafanya Kai, mwisho wa siku Kai yeye aliweza kupata mwanamke ambaye niweze kusema ni sahihi kwake, ambaye ni Amanda. Siwezi kusema kuhalisia alikuwa sio sahihi, ila alimpata Amanda ambaye alikuwa sahihi kwa sababu Amanda kiuhalisia ni binti ambaye amesoma chuo, ameelimika na anajitambua. Tofauti na Lisa. Lisa yeye hana background nzuri hivyo. Kwa hiyo unaweza kusema ni positive impact ambayo Kai alipata, lakini negative impact Kai alipoteza mambo mengi sana. Cha kwanza alipoteza mke wake wa awali ambaye ni Lisa, lakini pia alipoteza rafiki yake kipenzi ambaye ni Tasha. Kwa sababu ukizungumzia Tasha ni rafiki wa Kai ambaye wamesoma wote, wamekuwa wote tangu udogoni, lakini pia wanafanya kazi pamoja. Kwa alimpoteza rafiki yake. Sasa hatujui kama baada ya Tasha alipata rafiki mwingine au la, sidhani. Kwa hiyo ni negative impact. Positive impact ndio hiyo, alimpata Amanda. Lakini pia mtazamaji anabidi ajifunze kuwa ndoa ni kuacha mambo yote ya kwenye maisha. Yaani kijana anaacha mambo yake yote na anazivaa changamoto. Changamoto hizo ambazo tuliziona sasa kwenye hiyo tamthilia ya ndoa. Kai alipitia changamoto nyingi sana. Changamoto hizo za usaliti, mambo ya visasi na rafiki yake, mpaka ilipelekea kutaka kuuana, sijui kwenda kufungwa jela, mambo mengi sana. Na tushukuru Mungu hatima ya Kai ilikuwa nzuri, sio mbaya, tofauti na Tasha. Kwa sababu ingetokea bahati mbaya Tasha
Ikitokea bahati mbaya Kaya angeweza kuuawa au angeweza hata kupelekwa jela kutokana na kutaka kumuua rafiki yake. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kujifunza. Mtazamaji, angalia tamthilia ya Ndoa, kama hujaiangalia, angalia mwanzo hadi mwisho. Mimi naamini utagain kitu. Mimi ni mtu ambaye nipo kwenye mahusiano, na sio tu mahusiano ya kawaida, ni strong relationship ambayo na wish kuja kuoa kabisa. Huyu mtu ambaye nipo naye kwenye mahusiano awe ni mke wangu kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye nina future naye, lakini mtu ambaye tuna vitu vingi ambavyo tunafanya kwa pamoja. Kwa hiyo mimi sipo single jamani. Wale wanaokujaga DM Insta kule, Facebook, TikTok ni hivyo, mimi nipo na mahusiano, japo sijaoa kabisa, lakini na mahusiano yangu ambayo ni strong kabisa, na Mungu akipenda inshallah siku yote naweza nikatangaza ndoa. Uhusika ambao ningependa kucheza kwenye tamthilia ijayo, mimi ni msanii. Nikiwa kama msanii nina uwezo wa kucheza uhusika wote ule ambao mwandishi ataniona na ataniona mimi na fit kucheza. Kwa hiyo nipo tayari kwa nafasi yoyote ambayo nitapewa, mimi nitaitumikia vema kabisa kama jinsi mtakavyoniamini. Tamthilia ijayo kuhusu uhusika ambao nitapewa mimi siwezi kuchagua uhusika kwa sababu mimi ni msanii. Nimeumbwa na nimesanifiwa. Kwa hiyo siwezi nikachagua kwamba mimi nataka kucheza mtu fulani, hapana. Mimi ni msanii. Yaani mimi nikipewa sini hata ya ukichaa ninanyosha hivi kwa sababu mimi ni msanii. Na msanii ni mtu ambaye anaweza akacheza uhusika wowote ule. Unaweza ukacheza dada au ninaweza nikacheza hata mtu ambaye namshauri. Kwa hiyo mimi kama msanii siwezi nikachagua, ila hata kama nipewe sini gani, mimi na imani nitafanya vizuri kwa sababu mimi ni msanii. Hamna nitakachokishinda. Nikiwa kama director wa tamthilia ya Ndoa, lakini pia ni msanii wa tamthilia hiyo, uhusiano wangu na wasanii wenzangu location ulikuwa ni mzuri sana, kwa sababu naipata wasanii ambao wana kiu na sanaa, wana kiu na mafanikio. Kwa hiyo walikuwa nitakachowaambia kwamba this time inabidi tufanye hiki na hiki, walikuwa waniangushi. Kwa mfano kitu ambacho kinawafelisha wengi sana ni time management. Mimi kwa upande wangu wasanii wangu walikuwa wanazingatia sana muda. Nikiwaambia jamani inabidi twende seti saa 2 kamili tuanze kushuti, kweli wote wanakuwa hapo muda huo. Na mtu kama akikupa excuse bwana mimi nitakuja saa fulani, huwa aniangusha na kuja muda huo kweli. Lakini pia ni waelewa, wasikivu, seti tunakaa, mimi sio kwamba ndo director basi na kila kitu ninachokijua. Wasanii wengine wananishauri hapa, director ili kitu kiwe kizuri unaonaje tukaeka hivi. Tunasaidiana mawazo. Kwa hiyo tuna uhusiano mzuri sana. Baina yangu mimi na wasanii wenzangu tukiwa location. Kuhusu uhusika ambao ningependa kucheza kwenye tamthilia ijayo au project ijayo, mimi bwana ni msanii. Msanii lazima ujue kunyumbulika. Msanii hupaswi kuchagua uhusika, bali ni jukumu la mwandishi kumchora msanii na uhusika ambao anatakiwa kuucheza. Kwa mimi kusema kweli uhusika wowote mimi ningeweza kucheza. Sababu hata ukiangalia kwenye Ndoa nimecheza uhusika ambao sio tabia zangu halisi, ni maigizo tu. Lakini hata ukifuatilia project zangu zingine nimecheza uhusika tofauti tofauti. Kwa mimi kusema kweli uhusika wowote nipo tayari kuucheza. Mimi ni msanii. Katika tamthilia inayokuja napenda kucheza nafasi yoyote ambayo itakuja mbele yangu. Yaani mimi ni Kinda Ponda. Napiga kushoto, napiga kulia. Six bullet. Mimi ni msanii ambaye nimepikwa nikapikika, nimeiva haswa. Nafasi yote ambayo utakaonipa niicheze, mimi naicheza. Naponda kweli kweli yani. Na nitoe tu lai kwa wasanii wenzangu ambao nitakuja kukutana nao kwenye project inayofuata, wajiandae, kwa maana sina huruma na mtu. Nikikutana na wewe na kukill kabisa yani. Kwa hiyo nafasi yote itakayokuja mbele yangu nacheza. Nikiambiwa nicheze kichaa nitacheza, nicheze ndondocha nitacheza, nicheze maskini nitacheza, nicheze tajiri pia nitacheza. Kwa sababu mimi ni msanii na muonekano wangu unaniruhusu kucheza uhusika wowote ule ambao utakuja mbele yangu. Watu ambao napenda kuwashukuru zaidi baada ya kukamilisha tamthilia hii, binafsi ni karibia watu wote ambao wameshiriki series ya Ndoa. Yaani kipekee kabisa niseme asanteni, lakini kwa uchache ningewataja hawa. Napenda kumshukuru sana mwandishi wa story ya Ndoa ambaye ni director Abdul Karim D,
ambaye aliniona akanichora na amenichora na mimi nikapita mule aliponichora. Kiukweli sio jambo la kawaida kuniona mimi kwa nafasi ile na akaamini kwamba hii nafasi inamfaa Lisa. Lakini pia nimshukuru director wangu Mr. Tasha. Kiukweli kazi yake ni kubwa sana. Tunavyoonekana tumeshoot kwenye kazi, kuna changamoto nyuma anazipitia akiwa kama director. Kuhakikisha anatusimamia tunafanya kile ambacho mwandishi amekiandika, kuhakikisha anahakikisha kama hapa unatakiwa kulia umelia kweli. Kuna muda sisi tunaamka tuna stress yetu kama wasanii, kuna muda tunaamka hatujisikii kufanya kazi, ila ni jukumu lake kuhakikisha unakuwa sawa na unampa kile kitu ambacho kinastahili kwenye story. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana director wangu. Lakini pia nimshukuru mtu ambaye nimecheza naye kama mume wangu Kaibei. Mimi ni shabiki yake sana. Kwa hiyo nilipata faraja na nilijiona mtu wa kipekee sana kupata nafasi ya kucheza naye. Mimi niseme tu nampenda na namshabikia sana. Na ninatamani kuendelea kufanya naye kazi zingine na zingine nyingi kadri Mungu atakavyopenda. Watu wengine ambao napenda kuwashukuru, kameramani, watu wa sound, watu wa light, wasanii wenzangu wote kina Zawadi, Amanda, Mshabaha na wengine ambao sijaweza kuwataja hapa. Ninawashukuru sana na ninawapenda sana na ninamuomba Mungu kwenye project ijayo kama tutapata nafasi ya kuwepo tuendelee kufanya kazi. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kuweza kufanikisha sisi kuimaliza tamthilia hii ya ndoa. Haikuwa rahisi kabisa. Hasa kwa upande wangu nikijizungumzia mimi mwenyewe, haikuwa rahisi sana kwa upande wangu. Mungu amenisimamia. Kwa maana nilikuwa pia napata muda mchache sana wa kulala. Kwa maana unakuta asubuhi naingia seti na shoot kama msanii, muda mwingine kama director. Lakini pia nacheza kama msanii, ni supporting main character. Nacheza kama muda mwingine nakuwa director. Sawa? Lakini hapo ikaja baadaye tukapata changamoto pia. Editor wetu alipata shida za kifamilia akaondoka. Tukamleta editor mwingine. Kwa hiyo yule editor aliyekuja ufanisi wake ulikuwa ni mdogo sana. Alikuwa afanye kitu kizuri ambacho sisi tunakihitaji. Kwa hiyo ikabidi tumpumzishe. Kwa mimi multipurpose ikabidi niendelee. Kwa hiyo nikajikuta asubuhi naingia seti, naigiza na direct. Lakini ninapofika jioni wakati watu wengine wanaenda kupumzika, mimi inabidi nikae chini nianze kuedit mpaka saa 8 saa 9. Na hala masaa 2-3 narudi tena location. Kwa upande wangu haikuwa rahisi, ndio maana nasema namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia mtu mwingine ambaye nilipenda kumshukuru ni kiongozi wangu, Shujaa mwongoza njia kwa upande wangu, bosi wangu Abdul Karim, director D huyu. Napenda sana kumshukuru kwa sababu yeye ni mtu ambaye ameiandaa tamthilia. Yeye ndo ameiandika na akanikabidhi mimi kuidirect. Lakini pia napenda kushukuru Busati TV ambayo kwa ujumla wake imefanikisha tamthilia hii kuruka. Lakini pia mtu mwingine ambaye napenda kumshukuru ni producer wa tamthilia hii ya ndoa ambaye anaitwa Lisa. Wajua sio kitu rahisi kwa sababu yeye ni mwanamke. Na Tanzania hii maproducer wa kike wapo lakini sio wengi. Ni wachache ambao wameamua kuwa na uthubutu. Kwa naye pia akiwa ni miongoni mwao. Leo ni producer, ameproduce tamthilia ya ndoa. Of course kama mwanamke lazima atakuwa amepitia changamoto nyingi sana mpaka kufika hapa alipofikia. Kwa hiyo ni mtu ambaye nampongeza na namshukuru sana kwa sababu kupitia yeye tumeweza kuwafahamu baadhi ya watu. Kwa mfano mtu kama Amanda amefahamika kupitia Raia TV. Kwa hiyo bila yeye kuamua kuproduce tusingeweza kumjua kwa sasa, inawezekana tungemjua kwa baadaye. Kwa hiyo ni mtu ambaye namshukuru sana katika hilo. Lakini pia hata mimi binafsi nimefurahi kufanya naye kazi, namshukuru sana. Nikiwa kama producer wa kike ambao nimeproduce tamthilia ya ndoa, kwanza ninajivunia. Tamthilia ya ndoa ni tamthilia nzuri ambayo imebeba mafundisho makubwa sana. Sio jambo jepesi na wala haikuwa rahisi. Na pia kwa mwanamke kujiamini na kusimama, kuna muda nilikuwa najiona siwezi.
Ilifika katikati nikawa najiona siwezi, lakini anapokuwa mwanamke kuna watu waliokuwa nyuma yangu ambao ni madirectors, wasanii wenzangu, pia waandishi walikuwa wananipa moyo, wananiambia hapa tutaweza. Kwa hiyo mimi najivunia sana, na ndoto yangu siku moja niwe kama Lamata Lea, na muangalia kama role model dada yangu Lamata. Kwa hiyo mimi najifunza vitu vingi sana kutoka kwake, na ninaamini yeye kama mfano bora hajawahi kushindwa, na mimi sitashindwa mpaka nitimize ndoto. Mtu ambaye napenda sana kumshukuru kwenye hii tamthilia ya ndoa, niseme tu napenda kuwashukuru watu wote kwa vitengo tofauti tofauti. Mtu wa kwanza anayependa kumshukuru ni director wangu, Director Abduli. Ni mtu ambaye aliandika story na akaniona mimi. Kwa hiyo nashukuru sana, namshukuru sana, Mwenyezi Mungu ambariki. Na pia watazamaji, mimi mnavyoniona hivi ninacheza vizuri. Mtu ambaye amenisimamia ni Tasha. Amenisimamia na akaniambia kwamba naweza. Na kweli mimi naye nikapambana mpaka mnavyoniona hivi. Nawashukuruni sana. Mtu mwingine ambaye napenda nitoe shukrani zangu za dhati ni Lisa. Lisa amekuwa mshauri mkubwa sana kwangu. Lisa ni mtu ambaye anapenda kumwona binti kama binti, anapambania ndoto zake. Na hapendi kumwona binti anashawishiwa kwamba ukitaka kuigiza sijui fanya hivi na hivi ili uweze kuingia sijui kwenye movie fulani, hapana. Lisa ni mtu ambaye anatupambania sana sisi wasichana na anatushauri sana. Kwa hiyo nipende sana kumpongeza madamu wangu Lisa popote pale alipo. Pongezi zangu azipokee na Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Shukrani zangu zingine ziende kwa wasanii wenzangu wote ambao nimecheza nao ndoa, akiwemo Tasha, Kai, Risa, Zawadi, Ruru na wengineo. Ninawapenda sana na nawashukuru sana kwa support yenu kwangu. Nawashukuru. Kwa watu ambao bado hawajatazama tamthilia hii ya ndoa, mimi nawasihi sana waende wakatazame, kwa sababu wanakosa kitu kimoja kikubwa sana. Unajua, unaposikia neno ndoa lenyewe limekaa katika hali ya utata sana. Kwa sababu mpaka leo unaweza kumfuata mtu kamuuliza ndoa ni nini, huyu akakwambia maana yake. Ndoa ni nini, huyu akakwambia maana yake. Kwa maana ni kitu ambacho bado hakina ufumbuzi kamili. Lakini sisi Raiya TV tumeenda kukufumbulia sasa maana sahihi ya ndoa. Katika tamthilia hii ukiangalia kuna visa, kuna mikasa, kuna elimu kubwa sana utajifunza. Kwa sababu maisha yangu yote mimi siwezi kutoa tamthilia ambayo haina elimu ndani yake. Kwa ukienda utajifunza vitu vingi, lakini pia utaburudika. Ni tamthilia ambayo inaweza kufaa ukakaa na familia, ukaangalia nao, ukakaa na mtoto wako, pia atakuwa anajifunza vitu. Lakini pia ukakaa hata na mkweo mkao mnaangalia tamthilia hii, kwa maana imezingatia maudhui yote na kualika zote. Nikiwa kama producer, mimi napenda kufanya kazi na wasanii wote. Wasanii wakubwa nina ndoto za kufanya nao kazi kwa sababu kwa nafasi yao ni wakubwa. Ndoto yangu na mimi nifanye nao kazi. Mtu kama Gabo Zigamba ni msanii ambao nikiwa kama producer natamani kazi nitakao produce yeye apite, yani apite kwenye kazi yangu mimi, na naamini ipo siku atapita kwa sababu Gabo pia anatamani kuona maproducer wachanga tunakuwa. Lakini pia nina ndoto ya kuibua wasanii wengine wapya. Raiya TV ina ndoto za kuibua vipaji vipya vingi sana. Lakini lengo kubwa la Raiya TV ni kusimama na binti. Mimi ni producer wa kike ambaye ndoto yangu ni kuona mabinti wanatimiza ndoto zao. Pia vijana wapo watakaotimiza ndoto, lakini lengo kuu ni binti. Mabinti tunapitia changamoto nyingi sana wakati wa kujitafuta kwenye sanaa. Kila binti unayemwona anafanya interview atakupa historia ambayo inaumiza sana. Sasa mimi nikiwa kama producer wa kike, ninatamani binti atimize ndoto zake bila kupitia hizo changamoto za kulagaika kingono na nyingine nyingi. Na nitatamani siku moja msanii ambaye ataibuliwa na Raiya TV apate nafasi ya kuielezea jamii jinsi gani Raiya TV ilimwezesha kwa urahisi kutimiza ndoto zake pasina kupitia hizo changamoto. Okay, mtu ambaye naweza nikamshukuru baada ya kukamilisha tamthilia hii ni watu kama 3-4. Mtu wa kwanza kabisa napenda nimshukuru ambaye ni mwandishi Abdul Karim D. Namshukuru sana kwa kuniona na kuona kuwa ninaweza nikahusika kwenye tamthilia hii ya ndoa.
kucheza kama uhusika nililoucheza. Wasanii ni wengi, lakini aliniona mimi. Hilo namshukuru sana. Yeye kuna kitu alikiona kwangu. Lakini mtu mwingine pia namshukuru mkurugenzi wa Raia TV. Namshukuru sana popote alipo. Mungu aendelee kumbariki, ampe maisha marefu, aendelee kutusapoti vijana kwa sababu yeye ndo mkurugenzi. Kwa namna moja ama nyingine ametugusa kweli kweli. Hasa sisi wasanii na crew nzima tunajivunia kuwa naye. Ni mtu ambaye anapenda watu, ni mtu ambaye anapenda kazi iende, na support sana vijana. So namshukuru sana mkurugenzi wa Raia TV. Lakini mtu mwingine pia ambaye naweza nikamshukuru hapa sana sana ni director wangu ambaye pia naye alikuwa ni mhusika miongoni mwa waliocheza kwenye tamthilia hii ya ndoa. Sio mwingine ni Tasha. Tasha kuna namna amenifanya nikawa mshabaha huyu. Kwa binafsi yani nina historia kidogo na Tasha. Yani sijui nimuelezee kwa namna gani au kwa ukubwa upi, lakini Tasha nakushukuru sana popote ulipo. Mungu aendelee kukuzidishia, endelea kutusapoti vijana, lakini pia uendelee kunisapoti mimi kijana wako. Najivunia. In short mimi ni mtu ambaye nakukubali sana. So najifunza kupitia wewe. Mungu akubariki sana. Na mtu mwingine pia ni Bwana Kaibei. Kaibei ni mtu ambaye amekuwa ananishauri, ninapomfuata kwenye ushauri ananishauri, ananielekeza. Kwa hiyo kiujumla watu hawa wanne nawashukuru sana kwa nafasi ya kipekee, lakini all in all nawashukuru watu wote, wasanii wenzangu wote tulioshiriki kwenye tamthilia hii ya ndoa. Kwa namna moja ama nyingine tumeweza kusapotiana, mmenisupport mpaka kuwa hapa, mpaka kumaliza hii tamthilia ya ndoa. Lakini hata mashabiki pia nawashukuru kwa namna yoyote ambayo umeonyesha kunisupport na kuisupport Raia TV. Mungu awabariki, asanteni. Mimi shukrani zangu za dhati ziende kwa Mr. Tasha. Huyu ni brother ambaye ananitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Kwa mafikirio ya watu wa kawaida unaweza ukadhani mtu anayekupeleka kwenye kitu fulani ujifunze akiwa anakukoma ndiko kukutuma, anaweza kukuona kama anakuonea, lakini hapana. Mimi ni brother ambaye namshukuru sana, lakini pia sio yeye tu. Namshukuru pia brother Kai kwamba ni mabrother ambao wananielimisha katika sanaa, ndio niliwakuta kwenye game, kwa hiyo lazima wananitreat kihivyo. Lakini shukrani za dhati pia ziende kwa mwandishi wa story Abdul Karim D. Ameniona kwa upande huo, na kweli nimeswitch, japo sija switch kwa ukubwa, lakini na imani nitakuja kwa viwango vingine kwenye tamthilia nyingine kupitia Raia TV. Kuhusu mtu ambaye ningependa kumshukuru baada ya kukamilisha project hii, siwezi kusema ni mtu, ni watu wengi sana, kwa sababu mpaka mnaniona mimi Kaibei mbele ya kamera, kuna watu wengi nyuma yangu ambao wamepambana ili kunitengeneza mimi na kuhakikisha kuwa na kuwa msanii perfect mbele ya kamera. Kuanzia kwa mwandishi ambaye ni Abdul Karim, director hiyo project bwana Mr. Tasha, crew nzima, makameraman, masoundman, watu wa light, yani kiufupi watu wote mimi nawashukuru. Lakini kikubwa zaidi napenda niwashukuru mashabiki na wapenzi wafuatiliaji wa tamthilia zetu. Wote mimi nawashukuru, sio mtu mmoja. Lakini pia mtu mwingine ambaye napenda sana kumshukuru ni wewe shabiki yangu ambaye unaniangalia hapo. Unajua hakuna Tasha bila wewe shabiki. Hakuna Raia TV bila wewe shabiki. Hakuna tamthilia ya ndoa bila uwepo wako wewe shabiki. Kwa nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama nisipokushukuru. Mungu akubariki sana 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 kwa kuendelea kunifuatilia mimi, tamthilia yetu ya ndoa, lakini pia kuifuatilia channel yetu ya Raia TV. Mimi nakushukuru sana na nakupenda sana shabiki yangu. Lakini pia napenda kuwashukuru watu wote ambao nimefanya nao kazi, kuanzia wasanii wangu, crew kwa ujumla, kwenye swala zima la sound pale nampata ndugu yangu Mshabaha, nampata ndugu yangu J-Love, lakini pia kijana wangu Black Noctus, na ndugu yangu bwana Emmanuel Samson na bwana Kennedy. Hiyo ni crew ambao nimefanya nayo kazi. Lakini pia nawashukuru wasanii wote ambao nimeshoot nao mwanzo mpaka mwisho.
Hapo namzungumzia ndugu yangu Kaibei, Lisa, Lulu, Amanda, Buzure and others. Nashukuru sana kwa kweli. Mungu awabariki. Tumefanya hii kazi kwa upendo na moyo mkubwa sana. Mtu kama Buzure anakaa huko Morogoro huko, lakini ukimpigia simu hata usiku akwambia kesho niko hapo, anapanda gari usiku anakuja. Kwao nashukuru sana. Mimi napenda kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mashabiki zetu ambao wamekuwa wanatusapoti kwenye kazi zetu tunazozifanya kama wasanii. Naomba wasiache kutusapoti kwa sababu mambo mengi na mazuri yanakuja. Mimi kama producer tumeproduce kazi yetu hiyo hapo, nimeproduce kazi yangu hiyo hapo inaitwa Ndoa. Kuna kazi nyingine nyingi sana zinakuja nitaziproduce mimi na ninatamani zifanye vizuri kushinda hata hii tamthilia ya Ndoa. Kwa hiyo tunaomba msiache kutuunga mkono kwa sababu bila nyinyi sisi hatuwezi. Mnapotusapoti mnatupa nguvu, na mnaponisapoti mimi pia mmesapoti vijana wengi walioko nyuma yangu ambao ni wasanii, lakini pia kuna waandishi ambao wanatuandikia story, pia kuna madirector ambao wanadirect kazi zetu, kuna soundman, kuna watu wa light. Watu wote hao wanategemea nyinyi msapoti kazi zetu ili na wao wapate kuishi. Kwa hiyo tunaomba mashabiki zetu msichoke kutusapoti. Nipende sana kuwashukuru mashabiki zangu, mashabiki zetu wa Raia TV. Nyinyi ni watu wenye nguvu sana kwenye maisha yetu. Endeleeni kutufuatilia na bado tunakuja na kitu kikubwa sana baada ya hii tamthilia ya Ndoa. Mimi napenda nitangulize sana shukrani zangu za dhati kwa upendo wenu kwenu, na nimeona komenti zenu nyingi sana na nitaendelea kufanya yale mnayoniambia. Sawa, mashabiki zetu Raia TV nawapenda sana. Jambo la mwisho ambao naweza nikawaambia au kuachia hapa ni kwamba muendelee kutufuatilia sisi Raia TV. Mwisho wa jambo moja ndo mwanzo wa jambo lingine. Tamthilia ya Ndoa imeisha, lakini kuna tamthilia nyingine kabambe. Yaani tamthilia ambayo inakuja, hii tamthilia ni kubwa kweli. Ni hajawahi kutokea. Kwa kama Raia TV tutajivunia tamthilia hii, nadhani hata wewe mshabiki utajivunia kuitazama tamthilia hii ambayo inakuja sasa. Kwa hiyo mimi cha kuwaomba ni kwamba muendelee kutufuatilia, mtu supporti, lakini msisahau kuingia YouTube channel ni Raia TV, subscribe pale, like, usisahau kushare, kucomment, lakini zaidi ya yote muendelee kutusupporti. Sisi ni wasanii wenu, lakini bila nyinyi sisi sio kitu. Tunawashukuru sana, lakini binafsi mimi kama Mshabaha nawapenda sana mashabiki na wakubali sana, na waombeni muendelee kutufuatilia, msituache jamani, tunawapenda sana. Na tunapika hapa, tupo jikoni tunapika kitu ambacho roho zenu zinapenda. Yaani kuna kitu roho inapenda inakuja hiyo. Tamthilia hiyo ambayo itakuwa ni bonge la tamthilia kuwahi kutokea hapa Tanzania, hasa YouTube kule. Msisahau kabisa, nawapenda sana. All in all, I love you so much. Mwah. Bye bye. Mimi kwa upande wangu, kwa watu ambao nimekutana nao kwenye sini, na enjoy sana ninapokutana na brother Tasha, kwa sababu ni bro ambaye ananifundisha sana sana, tukiwa pembeni, tukiwa na maisha ya kawaida, tukiwa nje ya kamera, ananifundisha vitu vingi na ananifundisha technique nyingi sana za kuigiza. Kwa hiyo ninapokuwa nipo pale natamani kumuonyesha vile vitu anavyonifundisha kwamba na vigain kwenye kichwa changu. Kwa hiyo natumia power kubwa sana na enjoy, na yeye waga ananiona kwamba kweli mdogo wangu anakuja, lakini kuna 1 na 2 na 3 bado inabidi niendelee kujichua zaidi ili mradi kufika. Kwa hiyo na enjoy sana nikiwa na brother Tasha na shoot naye. Kuhusu musika ambaye nina enjoy zaidi mchezani kwenye tamthilia ya Ndoa, si mwingine ni bwana Tasha. Tasha na enjoy kushuti naye sana, na nini niseme, na huwa kuna kitu na gain nikishirikiana naye kwenye project, sababu tumetoka mbali since way back. Nikuongelea Tasha ni tangu 2018 huko, kipindi hicho hatujijui. Yaani sasa hivi unavyoona nimenawiri hivi, ukiangalia 2018 ni watu tofauti. Nilikuwa mbavu tu. It's the same kwa Tasha, naye alikuwa ni mtu ambaye ana mbele wala nyuma. Kwa hiyo since way back tunajuana 2018 mpaka 2026. Kwa tumepitia changamoto nyingi sana. Kwa huwa nikishuti naye huwa tunajikumbushiaga huko nyuma, tunabaki tu tunacheka.
Watu ambao wapo kwenye crew ya ndoa wanaelewa kitu gani huwa kinatokeaga seti. Tulikuwa tunashoot mimi na Tasha. Kwa hiyo na enjoy naye sana Tasha. Lakini pia wengineo kina Lisa, Zawadi au Amanda, kina Mshaba wote na enjoy kushoot nao kwa sababu ni vijana wenzangu na huwa tunakutana kwenye moment nyingi sana za maisha yetu. Lakini pia nilikuwa ninaomba mkasubscribe channel yetu ya Raia TV kwa kubonyeza alama ya kengele iliyoko pale chini ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu pale tutakapokuwa tunavitoa. Pia usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii napatikana kwa jina la Lisa Raia. Facebook Lisa Raia, Instagram Lisa Raia, YouTube Lisa Raia na mitandao mingine yote ni Lisa Raia. Lakini pia channel yetu ya Raia TV kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kama Raia TV. YouTube Raia TV, Instagram Raia TV, Facebook Raia TV na mitandao mingine yote utatupata kama Raia TV. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu na wapenzi wafuatiliaji wa Raia TV. Hakika bila nyinyi sisi si chochote na tusingefikia malengo yetu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa ushirikiano wenu mliotupa kuanzia episode ya kwanza ya ndoa mpaka episode ya mwisho tunapohitimisha hii tamthilia ya ndoa. Na nipende kuambia tu mambo ndo kwanza yanaanza kwa sababu mwisho wa jambo moja ndo mwanzo wa jambo jipya. Kwa hiyo naomba mkae mkao wa kula, mkae tayari kwa project ijayo ndani ya Raia TV. Hakika mambo mazuri yanakuja. Nawapenda sana mashabiki zangu, Mungu awabariki. Kitu cha mwisho, usisahau kutufuatilia katika channel yetu ambayo inaitwa Raia TV. Unachotakiwa kufanya ndugu shabiki, ukifika pale kwenye YouTube andika Raia TV. Ikisha kuja naomba usubscribe. Baada ya kusubscribe kuna alama ya kengele. Unapaswa kuibonyeza ile. Ili ukibonyeza alama hiyo ya kengele, wewe unakuwa ni wa kwanza kupata kazi yetu. Yaani sisi tukiachia kipindi, wewe unawahi kukiona, unakuwa ni wa kwanza kabisa. Chochote ambacho tutaupload, wewe unakiona kwa wakati. Lakini pia baada ya yote hayo, ili kuthibitisha kwamba ni shabiki nguli, usisahau kucomment, lakini pia kulike kazi zetu na kutusaidia kushare. Utakuwa umetisha sana 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 shabiki yetu. Na kitu kingine kama shabiki na kuomba sana usisahau kuifuatilia hii account ya Raia TV katika mitandao ya kijamii. Kwa mfano, ukiingia Facebook unaandika Raia TV unaipata. Ukienda Instagram ukiandika Raia TV unaipata. Ukienda TikTok Raia TV unaipata. Usisahau kuifollow hiyo account ya Raia TV. Lakini pia mimi binafsi ukiingia katika mitandao yangu yote ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, TikTok unanipata kwa jina la Mr. Tasha. Usisahau kunifollow. Asante sana, nawapenda mashabiki zangu. Mungu awabariki. Raia TV pamoja, ndoa pamoja. Goodbye ndoa. Karibu tamthilia nyingine.